Kwa nini tunajikita katika maombi? Moja ya sababu ya kujikita katika maombi ni ile hali ya sisi binafsi hatuna uwezo wa kukabili na kukabiliana na baadhi ya issues hapa duniani. Amen. Labda uniambie ya kwamba wewe ambaye leo hii umehifadhiwa hai na umevuka kipindi cha uchaguzi wa mwaka 2025 hapa Tanzania, je, umevuka kwa uwezo wako? Je, wewe uko hai kwa sababu ya nguvu zako na mbinu zako? Mtu mwenye akili timamu atakubaliana mimi ya kwamba hapana. Ni uwezo na nguvu za Bwana ndizo ambazo zimetuhifadhi hai hata sasa, kwa kuwa tumekuwa tukilitia jina la Bwana kila siku asubuhi. Fungua pamoja nami kile kitabu cha Mambo ya Nyakati, Mambo ya Nyakati wa pili sura 20. Mambo wa Nyakati wa pili sura ile ya 20. Maandiko yanazungumza, ikawa baadaye, kuanzia mstari wa kwanza nitasoma mpaka mstari wa 5 kwanza. Ikawa baadaye wana wa Moabu na wana wa Amoni pamoja nao baadhi ya Wameuni wakaja juu ya Jehoshafati vitani. Wakaja watu waliomwambia Jehoshafati wakisema, wanakuja jamii kubwa juu yako watokao Shamu toka ng'ambo ya bahari, na tazama wako katika Asasoli Tamari, ndio Engedi. Yehoshafati akaogopa, akauelekeza uso wake amtafute Bwana. Akatangaza mbiu ya watu kufunga katika Yuda yote. Yuda wakakusanyika pamoja ili kumtafuta Bwana, hata kutoka miji yote ya Yuda wakaja kumtafuta Bwana. Yehoshafati akasimama kati ya kusanyiko la Yuda na Jerusalem nyumbani mwa Bwana mbele ya ua mpya, akaomba akasema, Bwana Mungu wa baba zetu, si wewe uliye Mungu mbinguni? Tena si wewe utawalaye falme zote za mataifa? Na mkononi mwako mna uweza na nguvu, asije mtu yeyote kusimama kinyume chako. Mstari wa 7, si wewe Mungu wetu uliye wafukuza wenyeji wa nchi hii mbele ya watu wako Israeli, ukawapa wazao wa Ibrahim rafiki yako hata milele, nao walikaa humo, wamekujengea patakatifu pa jina lako humo, wakisema, yakitujia mabaya. Mstari wa 9, upanga, hukumu au tauni au njaa, tutasimama mbele ya nyumba hii na mbele zako, maana jina lako limo katika nyumba hii, na kukulilia katika shida yetu, nawe utasikia na kuokoa. Mstari wa 10 mpaka 12, na sasa tazama, wana wa Amoni na Moabu na mlima Seiri, ambao hukuacha Israeli waingie katika nchi yao walipotoka nchi ya Misri, lakini wakawageukia mbali wasiwaharibu. Tazama jinsi wanavyotulipa, wakija kututupa toka miliki yako uliotulisisha. Mungu wetu, hutawahukumu, maana sisi hatuna uweza juu ya jamii kubwa wanaotujia juu yetu, wala hatujui tufanyeje, lakini macho yetu yatazama kwako. Mstari wa 12, Mungu wetu, je, hautawahukumu? Maana sisi hatuna uwezo juu ya jamii kubwa. Sisi hatuna uwezo. Na ndio maana Jehoshafati akaweka bayana na kusema, Mungu wetu, je, utawahukumu? Maana sisi hatuna uwezo juu ya jamii kubwa wanaotujia juu yetu, wala hatujui tufanyeje. Namba 2, kwa nini tumejikita katika madhabahu ya maombi ya asubuhi? Kwa sababu tunakutana na issue nyingi sana ambazo hatujui tufanyeje. Amen. Binafsi, wakati serikali imetangaza kwamba kila mtu abakie nyumbani kwake, no movement, kwa muda wa siku kadhaa, nilikuwa nikiangalia, kwa mfano, ndugu zangu, nilikuwa nikiangalia baadhi ya washirika wa Gurudumu la Kinabii, nilikuwa naangalia hali zao za kiuchumi, nilikuwa naangalia wapi wanaishi,
baadhi ya maeneo ambayo watoto wangu wa kiroho walikuwa wanaishi ndio maeneo ambayo yalikuwa na machafuko sana, na kulikuwa na patrol za vyombo vya usalama mno. Imagine mimi kama mtumishi wa Bwana nabii, unafikiri nilikuwa nina uweza wa kujua nini kifanyike? Matumaini yangu yalikuwa ni Mungu tu. Nilikuwa nikiwaombea usiku na mchana, nilikuwa nikiwaombea asubuhi na jioni, na wengine nilikuwa nikiwapigia simu mara kwa mara na kulitia jina la Bwana na kumwambia Bwana, muhifadhi hai huyu, mlinde, mpiganie. Amen. Kwa hiyo kwa nini tunajikita katika maombi? Ni kwa sababu namba moja, hatuna uwezo wa kukabiliana changamoto ambazo zinaweza zikaibuka siku za usoni. Lakini namba 2, hatujui tufanyeje katika changamoto ambazo zinaweza zikaibuka maishani mwetu. Kwa hiyo tunamwomba Mungu namba 1, ili yeye mwenye nguvu na uwezo aweze kuwadhibiti wale wenye nguvu zidi yetu. Namba 2, tunamwomba Mungu ili aweze kutusaidia katika wakati ambao hatujui tufanyeje, katika ile hali yetu ya hatujui tufanyeje, lakini Bwana atatusaidia na kutufanya kwa washindi. Ndipo pale ambapo ukiendelea kusoma mbele katika hiki kitabu utagundua kuna andiko linasema ya kwamba kwa maana vita hivi sio vya kwenu, vita hivi ni vya Bwana. Pale ambapo hatujui tufanyeje, tunapolitia jina la Bwana, Bwana anachukua vile vita ambavyo vinaibuka kinyume nasi na kutufanya tusijue tufanyeje kuwa ni vita vya kwake. Kwa hiyo pamoja na kwamba hatujui tufanyeje, lakini mwisho wa siku tunajikuta tumeibuka washindi. Amen. Lakini jambo moja ni muhimu la kufanya ni ile sanaa ya kulitia jina la Bwana. Narudia tena, ni ile sanaa ya kulitia jina la Bwana. Thank you Jesus. Na napenda nikwambie mtu wa Mungu, hivi punde tutaanza kuomba tena. Amen. Hivi punde tutaanza kuomba, na moja ya kitu ambacho tunaenda kumwomba Mungu, amen. Ninajua wako watu, kwa mfano, baada ya itilafu ambazo zimetokea katika taifa letu la Tanzania, wengine hawajui sasa wafanyaje katika swala zima la uchumi, biashara na fedha. Wengine walikuwa ni wafanya biashara wadogo wadogo, amen. Yawezekana vibanda vyao viliharibiwa, wengine yawezekana kazini mambo dishi limeyumba, amen. Hawajui wafanyaje. Kwa hiyo ni wakati wa kulitia jina la Bwana, ni wakati wa kulitia jina la Bwana na kumwambia Bwana, nipo katika hali ambayo sijui nifanyeje kuelekea siku za usoni. Ninaomba unisaidie. Take over this battle for my family, for my business. Bwana, ingilia kati. Niko katika wakati ambao mambo ambayo yanainuka kinyume nami sina uweza wa kuyashinda. Baba mwenye uweza, wewe ni Bwana Mungu ambaye nguvu zina wewe. Ninaomba nguvu zako zikapate kwenda kuachilia msaada wako ajabu. Amen. Inua sauti yako tunapoenda kuomba. Baba, katika jina lipitalo majina yote, jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu, mwana wa Daudi, uliye juu ya mawingu, uliyetukuka, uliye mwaminifu na wa kweli, Alfa Omega, mwanzo na mwisho, tunajua na tunatambua ya kwamba na ya kuwa taifa la Tanzania limepitia katika wakati mgumu tangia kupatikana kwa uhuru, na hatuwezi tukasema ya kwamba baada ya kipindi cha uchaguzi kufikia ukomo, watu wako tuna nguvu binafsi ama watu wako tuna uweza binafsi wa kuendelea na hatua za maisha. Hatuwezi tukajua ni mambo gani yanaweza yakabadilika against our favor. Lakini Baba, asubuhi ya leo tumeamua kuinua sauti zetu ya kwamba hatuna uweza wala hatuna nguvu wala hatuna mbinu
za kukabiliana na changamoto ambazo zinaweza zikajinua katika kipindi hiki baada ya uchaguzi. Lakini Baba, tunakuomba ya kwamba ukapate kwenda kuachilia msaada wako ajabu. Baba, ninakuomba binafsi ukapate kwenda kuachilia msaada katika familia yangu binafsi na familia zote zinazowakilishwa katika huduma hii ya Gurudumu la Kinabii, na familia ya kila mmoja ambaye atayasikia maombi haya. Baba, achilia msaada wako ajabu katika jina lipitalo majina yote, jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu, mwana wa Daudi, uliye juu ya mawingu, uliyetukuka, uliye mwaminifu na wa kweli, Alfa Omega. Ninakuomba Bwana katika kipindi hiki ya kwamba na ya kuwa achilia msaada wako ajabu katika jina la Yesu, mwana wa Mungu, mwana wa Daudi. Baba, ninakuomba katika asubuhi ya leo ya kwamba na ya kuwa Bwana, yale ambayo yamejili ndani ya taifa la Tanzania, tunajua ya kwamba kwa namna moja ama kwa namna nyingine yanaweza yakaathiri siku zetu za usoni. Lakini Baba, tukiwa hatujui tufanyeje, tunaomba tusaidie, tusiwe waanga wala waathirika wa hali yoyote ya mabadiliko ya kiuchumi, biashara na fedha ambayo yanaweza yakalikumba taifa hili la Tanzania, katika jina lipitalo majina yote, jina la Yesu, mwana wa Mungu, mwana wa Daudi. Baba, tunakuomba katika siku ya leo ya kwamba na ya kuwa asiwepo hata mmoja miongoni mwetu atakayepoteza kazi, asiwepo hata mmoja miongoni mwetu atakayepoteza biashara, katika jina lipitalo majina yote, jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu, mwana wa Daudi. Tunaomba ukapate kwenda kutusaidia ajabu, Mungu mkuu, muweza wa yote, Alfa Omega, mwanzo na mwisho, katika jina lipitalo majina yote, jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu, mwana wa Daudi. Baba, tunakushukuru. Baba, tunasema asante. Asante kwa kuwa wewe umwema, mwaminifu na wa kweli, Alfa Omega, katika jina la Yesu, mwana wa Mungu, mwana wa Daudi. Na watu wote tuseme amen. Na watu wote tuseme amen.